Kituo cha nyuklia cha Iran katika jimbo la Isfahan nchini Iran kimeharibiwa kabisa katika mashambulizi ya Marekani na Israeli. Shirika la habari la ISNA limeweza kuripoti hivyo. Kulingana na shirika hilo, limesema kuwa eneo hilo lilikumbwa na shambulio la kombora mnamo Machi 7 ambako uharibifu mkubwa ulifanywa, ilisema taarifa hiyo, na kuongeza kuwa hakuna ripoti zozote kuhusu uchafuzi wa mionzi zilizotolewa hadi sasa. Israeli na Marekani pia zinadai ya kwamba sehemu kubwa ya mafuta ya nyuklia ya Iran yamehifadhiwa katika handaki za chini ardhi huko Isfahan, huku akiba iliyobaki ikisambazwa kati ya mahandaki ya Fordo na Natanz. Mwanzoni mwa ongezeko la sasa, Marekani na Israeli pia zilishambulia milango ya kuingia kwenye handaki za chini zaidi ardhi huko Isfahan na Fordo ili kuzuia ufikiaji wake na kutoa ruhusu wa Iran kuondoa akiba zilizohifadhiwa huko. Taarifa kuhusu kuharibiwa vibaya kwa kituo cha nyuklia cha Iran katika jimbo la Isfahan kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israeli ni tukio lenye uzito mkubwa sana katika siasa za kimataifa, usalama wa kikanda na mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Iran. Kwanza kabisa, kituo cha nyuklia cha Isfahan ni moja ya vituo muhimu katika mpango wa nyuklia wa Iran. Kituo hiki kinajulikana kwa shughuli mbalimbali za usindikaji wa nyenzo za nyuklia, hasa kubadilisha uranium kuwa kemikali zinazoweza kutumika katika hatua zinazofuata za uboreshaji wa mafuta ya nyuklia. Katika mfumo mzima wa mpango wa nyuklia wa Iran, vituo vitatu vinatajwa mara nyingi kuwa muhimu zaidi, hasa Isfahan, Natanz na huko Fordo. Natanz na Fordo pia hutajwa sana kwa sababu ndizo zinazohusishwa moja kwa moja na urutubishaji wa uranium, huku Isfahan ikifanya kazi ya maandalizi ya nyenzo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Islamic Student News Agency ISNA, imesema shambulizi hilo lilitokea tarehe 7 Machi na kusababisha uharibifu mkubwa katika eneo la tukio au katika kituo hicho. Hata hivyo, taarifa hiyo ilisisitiza kwamba hadi sasa kuna dalili za uchafuzi wa mionzi ambazo zimetokea. Hili ni jambo muhimu sana kwa sababu mashambulizi katika vituo vya nyuklia mara nyingi huibua hofu ya kutokea kwa janga la kimazingira linaloweza kuathiri nchi nyingi jirani. Moja ya sababu kuu zinazofanya kituo cha Isfahan kuwa muhimu kimkakati ni uwepo wa handaki za chini ardhi zinazodaiwa kuhifadhi sehemu kubwa mafuta nyuklia ya Iran. Marekani na Israeli pia zimekuwa zikidai kwa muda mrefu kuwa Iran imehifadhi akiba kubwa ya uranium katika maeneo ya chini ardhi ili kulinda mpango wake dhidi ya mashambulizi ya kijeshi. Ndio maana katika hatua za awali za ongezeko la mvutano wa sasa, mashambulizi yaliweza kulenga hasa milango ya kuingia kwenye handaki hizo ili kuzuia kabisa Iran kuhamisha au kulinda vifaa vyake muhimu. Kwa mtazamo wa kijeshi, mkakati wa kulenga milango ya handaki ni mbinu inayotumiwa mara nyingi zaidi katika operesheni za kijeshi zinazohusisha miundombinu iliyojengwa chini ardhi, badala ya kujaribu kuharibu mfumo mzima uliojengwa chini ardhi, jambo ambalo ni gumu sana. Jeshi hushambulia maeneo ya kuingilia na kutoka ili kuzuia matumizi ya miundombinu hiyo. Ikiwa milango ya handaki itaharibiwa, basi vifaa vilivyopo ndani vinaweza kubaki bila kufikiwa au kuhamishwa kwa muda mrefu. Katika hali hii, hatua ya Israeli na Marekani inaonekana kulenga zaidi kupunguza uwezo wa Iran kuendeleza mpango wake wa nyuklia kwa haraka, ambako mataifa haya mawili yamekuwa yakidai ya kwamba muda mrefu kuwa mpango wa nyuklia wa Iran unaweza kuishia kutengeneza silaha za nyuklia, jambo ambalo Tehran imekuwa ikikanusha mara kadhaa au mara kwa mara, ikisema kuwa mpango wake ni kwa matumizi ya amani kama vile uzalishaji wa nishati na matumizi ya kisayansi. Kisiasa, tukio hili linaweza kuongeza zaidi mvutano ambao tayari uko juu sana katika Mashariki ya Kati, ambako kwa miaka mingi Israeli imekuwa ikitishia kufanya mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya miundombinu ya nyuklia Iran ikiwa itaona kuwa Tehran inakaribia kutengeneza silaha ya nyuklia. Marekani kwa upande wake imekuwa na msimamo mkali unaobadilika kulingana na serikali iliyopo madarakani, lakini kwa ujumla imekuwa ikiunga mkono juhudi za kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia. Kwa upande wa Iran, mashambulizi kama haya mara nyingi huonekana kama uchokozi wa moja kwa moja dhidi ya mamlaka ya taifa hilo. Serikali hiyo pia ya Iran imekuwa ikiahidi mara kwa mara ya kwamba itajibu mashambulizi yoyote dhidi ya miundombinu yake ya nyuklia. Hivyo basi, tukio hili linaweza kusababisha hatua za kulipiza kisasi ambazo zinaweza kujumuisha mashambulizi dhidi ya maslahi ya Marekani au Israeli katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Athari nyingine muhimu ni usalama wa kikanda, ambako huko Mashariki ya Kati tayari ni eneo lenye mgogoro mikubwa na mingi inayohusisha nchi mbalimbali, makundi ya wanamgambo na maslahi ya kimataifa.
Ikiwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran yataongezeka, kuna hatari ya mgogoro huu kupanuka na kuhusisha nchi nyingi zaidi. Hii inaweza kujumuisha mashambulizi ya makombora, vita vya drone au hata mapambano moja kwa moja kati ya majeshi ya mataifa. Pia kuna athari kubwa katika diplomasia ya kimataifa. Kwa miaka mingi mataifa makubwa ya dunia yamejaribu kufikia makubaliano na Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia ili kuzuia mvutano wa kijeshi. Mashambulizi kama haya yanaweza kufanya Iran kuwa na msimamo mkali zaidi katika mazungumzo ya kimataifa na kupunguza uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano mapya ya nyuklia. Kwa upande mwingine, tukio hili linaweza pia kutumiwa na viongozi wa Iran kuimarisha umoja wa ndani wa kisiasa. Mara nyingi pia katika mazingira ya mashambulizi ya nje, serikali hutumia hali hiyo kuhamasisha wananchi wake kuunga mkono serikali dhidi ya kile kinachoonekana kama kwa tishio la nje. Kuhusu swala la uchafuzi wa mionzi, taarifa ya kwamba kuna uchafuzi ulioripotiwa hadi sasa ni jambo la kutia moyo, lakini wataalamu wa masuala ya nyuklia wanaonya kwamba tathmini ya athari kamili za mashambulizi katika vituo vya nyuklia inaweza kuchukua muda. Ikiwa sehemu za kuhifadhi nyenzo za nyuklia au miundombinu ya usindikaji ziharibiwa, kuna uwezekano wa hatari ndogo au kubwa kuvuja kwa mionzi, ingawa mara nyingi vituo hivi hujengwa kwa viwango vya juu vya usalama. Kwa ujumla, tukio la kuharibiwa kwa kituo cha nyuklia cha Isfahan inaonyesha jinsi mvutano kati ya Marekani, Israeli na Iran ulivyo mkubwa katika kipindi hiki. Ni tukio lenye athari nyingi zinazovuka mipaka ya kijeshi pekee na kuingia katika nyanja za kisiasa, diplomasia, usalama wa kikanda na hata uchumi wa dunia. Ikiwa hali hii haitadhibitiwa kupitia njia za diplomasia, kuna uwezekano wa kuongezeka kwa migogoro ambayo inaweza kuathiri kabisa kwa kiasi kikubwa utulivu wa Mashariki ya Kati na usalama wa kimataifa. Kwa hiyo, uchambuzi wa taarifa hii unaonyesha kwamba shambulio hilo si tukio la kijeshi pekee, bali ni sehemu ya mnyororo mpana wa mvutano wa kimkakati unahusisha nguvu kubwa za dunia na maslahi yake katika eneo la Mashariki ya Kati. Mustakabali wa hali hii utategemea sana hatua zitakazochukuliwa na wahusika wakuu pamoja na juhudi za jumuiya za kimataifa ya kupunguza mvutano huo.